Hello, everyone. Welcome to LBC TV. This is the Voice of Hope, and I'm your host. Dear viewers, today we have a very special program, very special session that is taking place on our platform of Voice of Hope. We have a special guest in the room. That's why I'm here to tell you that stay tuned, because you're going to see the thing that you're not expecting, unexpected thing that you're going to see, and I know you're going to be inspired through all the session that will be going on. I'm not a host that's going to be here. I have a co-host that's going to take you throughout all the program till the end. So stay tuned. I know you're going to be blessed. We meet. Hello everyone, welcome back to LBC TV, and this is Voice of Hope, a channel where we get real through life-inspiring stories, testimonies, experience shared that will influence you, impact you, and encourage you in your ministration journey. For a while now, we've been diving into a topic that says my journey in the ministry. And today, we are having a special guest. I am Priscilla and I am your host. Speaking of our guest, he's one of the influential figures in the Congolese Christian community in Uganda, meaning we can talk about gospel music of Congolese in Uganda without talking about him. He has won the heart of many people through his charismatic performances, mind-blowing and breathtaking performances that has left many people to love him. Is none other than Mfalme Sulemani. Over to you. Bonjour Mfalme Sulemani. Bonjour Priscilla. Ya tunafurahi sana kukaribisha ku LBC TV, vraiment ni honneur ya kabambi. J'aimerais que ujiintroduire tena kwa watu wenye biko natufata, bafane bako na benye hawaya konaka be bakusikiaka. J'aimerais tena ujiintroduire kwabo. Shalom famille, ni Mfalme Sulemani. Ni Mfalme Sulemani, mwimbaji wa nyimbo za Injili hapa Kampala. Yeah, thank you so much. So I have a couple of questions that I'll be asking our guests, and I want you to stay tuned. So Mfalme Sulemani, ulianzaka career musicale yako miaka ngapi inapita? Nakuwa na 13 ans na mimi naanza muziki. Nilianza mchoral, lakini nilianza career solo ilikuwa 2015. Wow. Yeah. So 10 years down the road in the business. So he has a lot of experience that he's going to share with us. So I want you to take your popcorn, sit back there and watch this video. So Mfalme Sulemani, sa ulianza career musicale yako, est-ce qu'on nous a tuambia nini lijuaka kusukuma au na ula mkaka asubuhi kasema mbo bisi mimi nimba mu choral, acha na mimi nianze career solo? No, nilikuwa inspiré na grand frère ni mwimbaji, na nilikuwa inspiré kwake, wanamuita Isaya ni pastor. Yeye ndio aliweza kuniinspire sana kuingia mu gospel, sababu mimi nilikuwa siimbaki gospel, nilikuwa naimbaka muziki ya kidunia. Lakini kufuatana na yeye akaniingiza, najua nikaanza muziki ya gospel, lakini nilikuwa sipendaki muziki ya gospel. Oh, this is more interesting. So, uliandikwa nembaka mu ma orchestre au je ne sais pas kwa wakana na carrière musicale kule mu muziki nyeko ya gospel? Ni wana mbatu mu quartier naimbia hawa, naimbia huku na bananipa pesa. Oh, really? This is more interesting. So, kwa naifanyaka unaweza imba fasi au makaraoke, je ne sais pas, bampatia pesa, mais ukaka hauna like tuseme kwa muziki ulikuwa unatoshaka muziki yako peke yake kidunia? Hapana, mimi nilikuwa naimba za watu tu mu quartier, za watu za Diamond, za Harmonize, za Baduli Sax, za Batemba, za hivyo tu mu quartier, mais hapana mu karaoke, hapana mu boîte, mu quartier tu hivyo na. Okay, so make kusema career ya Mfalme Sulemani kuimba mwimbaji yake haiko ya jana au ya juzi, ni mwimbaji wa depuis zamani. Sasa Mfalme Sulemani, nini ile make, okay, sai kukitu tunaweza sema career solo yako haiko tu uimbaji, lakini ni huduma sasa. Ni huduma. So unaweza tuambia ulikia découvrir kama kuimba yako haiko tu kuimba, mais ni huduma? Nilidécouvrir kama kuimba yangu ni huduma ilikuwa 2016 na niko Kampala. Nitoka Kongo 2012, nikafika hapa, nilikuwa sijabatiziwa. Nikafika hapa nikabatiziwa kanisa yangu ya Oreb hapa Katwe. Na mimi nasalimu watoto Oreb kwenye wananifuata sasa hivi, biko nje na biko ndani. Bakanibatiza pale, na
ni pale njo nikaanza kuimbia Mungu, lakini kwa sielewa bado. Gisi miaka ilienda na yasogea, niko naimba mwakorale, na njo nikenda naelewa sabi ya Mungu pole pole, na gisi nikielewa ke kazi niko nafanya huduma ya kabambi inabariki mioyo mingi ya batu. Ilikuwa 2016 sasa nikaelewa ke nabeba huduma kabambi yenye iko baraka kwa batu mingi. Ngependa nijue mwi huduma yako ya uimbaji, bila hiyo kuko changamoto za mingi zenye ushapitiamo. Ningependa utuambie, inaweza kuwa haiko zote mekelke ya machangamoto zenye ushapitiamo hii huduma ya uimbaji. C'est tout mkare solo. Mkare solo ndio. Vraiment changamoto ni za mimi mkare solo ya ndio kusema utoke mkorali uko independent inakuwa nguvu kidogo cause challenge zilianza kuanzia kukorali kwanza yenye ulianzia imba ndani, haiko kila mtu ndio atapenda. Mlikuwa mwote pamoja kisha wewe unzifanya kazi yako pekee, haiko kila mtu anaweza furahia. Challenge ilianza sana na changamoto ya mingi. Ni sasa unafika unataka kuproduce kitu ya kabambi, mnakutana na sponsor biko na unakutana inakuwa nguvu sana kufikia ile malengo yenye uko unataka kufika, au swati kufikia kazi ya kabambi unataka fika na uko epeki hauna wa sponsor. Donc changamoto ya mingi sana ni kukosa ba sponsor mwa hii Kare Solo. So the viewers, you are watching us, as you can see, the biggest challenge that our artist has been facing is sponsorship and support. So people back there who are watching this video, let's come through and support our artist, because this man here makes the pride of the Congolese gospel music in Uganda. So if you are there, kama uko pale, please usifunge roho, jisikie kusapoti notre musicien mwenye anafanya fierté ya ba artiste gospel wa muziki ya Mungu mu Kampala. Alors pour ma challenge kutosha support ile ma challenge sa vile unasema ya choral, ujua kuzivaincre ya ma challenge sa vile ya choral, abataki utoke, ujua kuzivaincre ya tuliweza kuzishinda ni kujishusha. Mwanamke kila kitu unaweza kuwa na talaka kabambi, lakini kama hujui kujishusha na kunyenyekea tu hawezi toka. Nilijua kujishusha mbele ya kila mtu, mbele ya viongozi, mbele ya mapasta, kujishusha na kuenda na uelewesha polepole. Unasi tulibatizwa ma communauté zenye hawaelewi ke mwimbaji anaweza fanya Kare Solo yake peke na kanisa na msutenir baka baelewe. Ifale kuelewesha polepole avec le temps balielewa na wakakuwa obligé kukua nyuma yangu. Yeah, so artists who are following us, let's be humble. As you said, we need to be humble in everything we do. I hope you are catching each and everything he's saying, because I know at one point bitakusaidia. So baimbaji be mungu nasikia tuko na jishusha, tuko na roho ya kujishusha, unyenyekevu njo ya maana. Sasa Mfalme Sulemani, tunayua unaenda kona imba, tunakona kuma concert unaimba. Est-ce que comme témoignage ziko personnel zenye unapataka zenye unapataka zenye unaona kabisa zinakugusa na zenye zinakusukuma kufanya tena vizuri next time? Ya apart kwanza matemoignage tunapata kubatu kuambia ulinibariki, ulifanya hivi, je ni vraiment nisikia mzuri. Niko na témoignage moja yenye sio sababu, nakumbuka nilikuwa naimba Kilio. Kuna wakati nilikuwa naimba Kilio pale Masaja, na kulikuwa dada mmoja mwenye alikuwa hayaokoka. Nikaimba na ile dada akabarikiwa na akanisogelea kabisa. Apesa nimaliza imba akakuja akaniambia, Mfalme, vraiment unaimba mzuri, ulinibariki na mimi nataka niingie mu ya Mungu cause nilibarikiwa sana. Na yule dada alikuwa anakunywa mapombe, analala nje, lakini saa tuliongea naye akakuwa obligé abatiziwe, akabatizwa mkanisa Burning Bush. Alibatizwa mkanisa Burning Bush, familia yake mkataza kuingia mkanisa za Baswahili, juu alikuwa ni Kinwazi. Akaamua kubatiziwa na mpaka leo anamwamini Mungu kwa Bwana ngoza maisha yake. So glory be to God. So ni kusema kama vile waimbaji mwenye alikuwa yeye kama hii kazi yenu ya uimbaji haiko tu kuimba, haiko kesho tu ya kuimba, ni also ni injili. The main purpose is to win souls for Christ. So wao mko pale unaimba kwa sababu haujua sana tu basi ni kwenda imba juu watu banione. J'aimerais que siku ya leo kupitia hii ushuhuda yenye Mfalme Sulemani kwa tupatia, ubadilishe ile perception yako nayo na ujue kama huduma yako ni injili osi na ni juu ya kuleta batu kwa Yesu Kristo. Une autre question ni
kuko watu wa mingi wenye anaweza penda naye aanze sama iko na huduma ya uimbaji lakini peut-être haya realize au maybe asha realize me anaogopa atanzia wapi atanzae. Unaweza mshauria yeye. Mungu kwanza atumike na watu ya boga. Mtu wote wa boga Mungu atumika kena. Mungu anatumikaka na watu bajasiri wenye wiko tayari kutumika. Na ukiangalia hata na maandiko nasema muendeni ulimwenguni mkawafanye watu kuwa watu wangu. Ndio atakayeamini. Ndio Mungu anapenda kwanza aone hatua ya kwanza. Mtu wote mweko na besoin na yaingie mwa carrière, anza kwanza hatua ya kwanza na Mungu atafanya. Juu yote tunafanyaka ni Mungu. Na hakuna kitu unaweza fanya kenye Mungu akutayarishaka kule. Kyote kenye niko leo ni kenye Mungu alianza panga. Kuanzia kuumbaji wa ulimwengu Mungu alipangaka mfalme atakuwa siku moja ku BMC. Ona yote deja ni mpla ya Mungu. Tuko hapa mpla Mungu aliomba kwanza mie nifanye ile kisha na Mungu akenye mwangu anipeleke sasa. Sasa tunapasha yua kama kila kitu ni Mungu njo anapanaka. Yeah. Kila kitu ni Mungu njo anapanaka. Banke, quand Dieu donne la vision, anapanaka na provision. Merci sana kuile mfalme Sulemani. Ningependa utuambie juu ya event. Nisikia soko tayarisha event dimanche waneta soirée de la deuxième gloire. Ningependa uambie kwa mwenye neta kwa pale hayasikia au peut-être hayaona affiche. Ningependa utuambie a little bit more about ile event. Tutakuwa na concert le 30 novembre pale Highway Hotel. Na itakuwa ni soirée itaanza 18h mpaka 23h. Mimi ndatoka pale 0h juu napenda nibariki batu sana cause ilikuwa mwaka mzima nilikuwa sifanya kitu lakini Mungu akaruhusu tutoshe date na date ilitoka ni le 30 Novembre. Tutakuwa pale Highway, ni soirée kabisa mzuri sana. Na hiyo naona hapa mimi natoka kwa repetition, tu ma préparation za nguvu sana. Na mabiesha toka watu wanauza deja mabie, watu kuuza matable na tunashukuru Mungu kwa anatangulia kazi kila kitu. Ningealika tu yote ambaye mwenye anapenda kukia célébrer pamoja na sisi kwa hii soirée atakontakte numero zibatati hapa yangu na tutamfikishia bie yake. Bie ni 50,000 ordinaire na table ya batu tatu ni $100. So guys, we are getting bigger this time around. The tickets are very cheap, only 50,000. Tunatoka na ma 50,000 tunda kula kuba restaurant. Yeah. Ile 50,000 shele tuilete tu support notre artiste Mfalme Sulemani, nitakuwa kitu kia maana. Yeah. Usinge panga kukosa parce que soirée de la deuxième gloire, ushasikia tuwe peke jina, soirée de la deuxième gloire kitakuwa from glory to glory. Sa ningependa hii question mwisho uijibie na je crois tutamalizia pale. Ça ulianza carrière musicale yako, je ne sais pas bosijue genre gani ya Fabio tokia kama ni ba chrétien aikuletaka problem ku famille, unasikia watu kwambia watu viko na ku it's like that discouraging you kwambia unaanza hakuna kutafikia eske ulipataka watu walikuwa nakwambia asubi ache siku ulipata watu wenye walikuwa nakupatia ma comments za vile? Mimi nilikuwa nizalao familia ya Kikristo. Babangu alikuwa Mkristo, mamangu familia yetu yote ni Bakristo. Lakini bila vikosaki, bila vinakuwaka. Lakini mimi naweza kumbuka sana ni sana nilikuwa naimba kunyumba, babangu alikuwa ananisumbua, acha fuyo, acha unatusumbua wewe, unaona ile. Lakini nilikuwa naelewa ni mzazi na alikuwa pengine hayajui kama mtoto wake anabeba huduma kabambi sana, na hakuna mzazi anapenda mfanyie fujo kunyumba kila siku. Ulamke asubuhi zela mikalamika uimbe so na parsa batu aussi esiktusa tulianza hapa Kampala. Bamingi walituvunja moyo, bamingi walizania tutafika, bamingi walikuwa tuambia tutaweza si peke bila watu wa Ulaya, bamingi walituona walituambia juu ufanye kitu kabambi ifiko na watu wa Ulaya bakuni bafa hivi ukwe na batajiri, lakini pamoja na Mungu tulisimama na tukafanya kitu ya kabambi na mpaka leo gisi niko ku BMC Mungu tu alifanya. Thank you so much. Dear viewers, thank you for watching. You have heard from Mfalme Sulemani, and I want you to not lose hope, because we are here to give hope to those who have lost hope. And through his testimony, ushuda yanapana, j'espère que at one point itakugusa na itagusa ile partie ya maisha yako pale kwenye ulikuwa unaona peut-être vitu havitawezekana sa vile artiste musicien, mais ujue kama Mungu iko na Mungu achake balio baki. Alors Mfalme Sulemani, ningependa tuambie ma social media handles zako kama uko Instagram, TikTok, YouTube, kama na page YouTube, Facebook. Majina tumikisha kule comme ça, watu wetu walikuwa tufata, mwenye alikuwa haya kufollow kule anaweza kufollow kule. Niko TikTok, Instagram, Facebook na YouTube.
na jina tu ni Mfalme Sulemani, na Spotify liko pale, jina tu ni Mfalme Sulemani. Ukiandika Mfalme Sulemani utanikutana pale. So rush quickly to your YouTube, subscribe to his channel, go to TikTok, follow him, go to his Instagram, follow him, even go on Spotify, you will find him. Ladies and gentlemen, thank you for being patient with us. This is LBC TV and we are in Voice of Hope. Find us on YouTube. Don't forget to subscribe, to follow this full video on YouTube. TikTok, follow and like and share. Yes. Facebook, we have a page, LBC TV, and Instagram as well, we have LBC TV. Thank you for watching. I remain Priscilla, your host. Thank you. Stay tuned. Yes, yeah, me again, dear viewers. Thank you for your patience. Thank you for being there from the beginning up to the end. I know you were inspired. I know you had the stories. I know you've learned something as a singer, as an artist, when you're singing the music and the challenge that you face. And you know, beginning is always harder. And people today are saying they are so big. People just know that they came from somewhere far. So we had Mfalme Sulemani, that is the King Solomon, the man of wisdom. Yeah, he was right there on the channel. And with our special host, Mama Priscilla, she's the best. When you hear her, you feel like, oh my God. So thank you very much. Stay tuned. Don't try and check on our channels on YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, all the social media. We are there. Thank you very much. See you next time.